Kila wakati ninaposoma Zaburi 23 inanikumbusha jinsi dunia yetu inavyohitaji mchungaji kwa dharura. Inaweza kuwa ni habari za machafuko, ghasia, ufisadi miongoni mwa viongozi wa dunia. Inaweza kuwa ni vita kati ya nchi tofauti. Chochote ni inakumbushwa tena na tena jinsi dunia inavyohitaji mchungaji kwa dharura, ikiyumbayumba leo kimaadili, ikiwa na mkanganyiko wa kiroho. Dunia inahitaji kiongozi anayejua njia ya kusudi na maana na tumaini katika maisha, na anaweza kutuhakikishia mambo hayo. Sawa, hebu nikuambie, kuna mchungaji mmoja tu anayestahili kufanya yote hayo. Sasa Daudi anapoanza Zaburi hii kuu, kwa kweli anafurahia kwa furaha. Anasema hapa katika mstari wa 1, Bwana ndiye mchungaji wangu, kana kwamba anasema lazima nikutambulishe kwa mchungaji pekee anayestahili kufuatwa. Ni Bwana. Hebu nikuambie kuhusu mchungaji wangu ni nani? Ni Bwana. Sasa Daudi anatumia jina Yahwe hapa linalotafsiriwa kama Bwana. Hili ni jina la kibinafsi la Mungu katika Agano la Kale lililotokana na kitenzi cha Kiebrania cha mimi ni. Neno hili la Kiebrania Yahwe wakati mwingine hutafsiriwa kwa Kiingereza. Utasoma kama Yehova au Yehova. Tungeweza kusema kwa Kiebrania ili kuwa sahihi. Yahwe ni jina la Mungu ambalo ni la kibinafsi. Jina hili pia linaangazia kujitosheleza kwa Mungu. Kwa maneno mengine, Mungu hahitaji chochote. Mungu hahitaji kuhudumiwa. Kwa kweli hahitaji msaada wowote, ingawa ni heshima kubwa kwetu kumtumikia. Unaona, Yehova anajitosheleza. Yeye anajiridhisha mwenyewe. Yeye anajitegemea mwenyewe. Na kile ambacho hiyo inamaanisha kwa lugha ya kawaida ni kwamba hahitaji chochote kutoka kwako. Hahitaji chochote kutoka kwangu. Kwa hivyo kuna karibu mchezo wa maneno hapa ambao ni rahisi kukosa katika Zaburi hii. Mungu ambaye hahitaji chochote ndiye atakayeshughulikia kila kitu tunachohitaji. Sasa ufunguo unaofungua Zaburi hii ni uhusiano wa kibinafsi na mchungaji. Daudi anaandika Bwana mi. Hiyo ni wakati uliopo. Daudi hasemi kuwa Bwana alikuwako. Au unajua, ninafikiria kumjaribu kwa miezi michache, na kama mambo yataenda sawa, basi nitamruhusu awe mchungaji wangu. Hapana, Daudi anasema sasa hivi, kwa wakati huu, wakati uliopo, namfuata Bwana kama mchungaji wangu. Neno linalofuata hapa ni muhimu vile vile. Bwana ni mchungaji wangu. Yangu ni ya umiliki. Nikuambie wapendwa, hakuna kitu katika Zaburi hii itakachotimia. Ahadi hizi zitatumika kwako tu ikiwa unasema Bwana ni mchungaji wangu. Sio Bwana ni wa mama yangu au baba yangu au wa mtoto wangu au wa babu yangu. Nikuambie, unajua, Bwana hakika ni mchungaji wa mke wangu. Hapana, Daudi anaandika Bwana ni mchungaji wangu. Sasa utaona kwamba Zaburi hii inatumia maisha ya kondoo wanaomfuata mchungaji wao kama sitiari ya maisha yako na yangu kama waumini. Katika Agano la Kale, Mungu mara nyingi anaonyeshwa kama mchungaji. Katika Agano Jipya, Yesu, Mungu Mwana, anajitaja waziwazi kama mchungaji mwema, Yohana sura ya 10 aya ya 11. Kwa hivyo Daudi anatumia sitiari hii sasa na ataitanua. Daudi mwenyewe amekuwa mchungaji. Daudi anajua hilo. Watu ni kama kondoo kwa kiasi kikubwa. Na huenda usijue au unajua, lakini hiyo si lazima iwe sifa nzuri sana. Kondoo hawajisafishi kama wanyama wengine. Wao ni afadhali kuridhika kukaa chafu. Kondoo si wazuri sana katika kutafuta chakula au maji yanayofaa. Wanategemea kabisa mchungaji wao. Kondoo wana tabia ya kutangatanga, na wakifanya hivyo hawawezi kupata njia ya kurudi. Hawana dira ya ndani. Hawana budi kupatikana. Lazima waokolewe na mchungaji. Unaona, hiyo ndiyo wazo hapa wakati Daudi anapoanza orodha hii ya baraka kwa wale wanaomfuata mchungaji sahihi ambaye anaweza kusema Bwana ndiye wangu.
Mchungaji kwa kweli anamaliza kauli yake ya ufunguzi hapa katika mstari wa 1 kwa kusema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hiyo inamaanisha nini? Kuna mambo mengi ninayotaka. Naam, nadhani mvulana mdogo mmoja alipokuwa akinukuu aya hii kwa mwalimu wa shule ya Jumapili aliipata sawa alipobadilisha maneno kidogo. Aliishia kusema, Bwana ndiye mchungaji wangu na hicho ndicho tu ninachotaka. Naam, nadhani hiyo ni theolojia nzuri. Bila mchungaji, kondoo wanakosa kila kitu. Lakini kwa mchungaji sahihi hatutaki, yaani hatukosi chochote tunachohitaji kweli. Sasa kwa hilo hapa katika aya ya 2, Daudi anaandika, ananilaza katika malisho ya kijani kibichi. Hiyo inamaanisha nini? Ananilaza. Hiyo inanifanya nikumbuke wakati wavulana wetu mapacha walipokuwa watoto wadogo. Washikilia kwenye vitanda vyao usiku ilikuwa changamoto kubwa. Kwa kweli hatukuhitaji kengele asubuhi kwa sababu unajua walikuwa hapo wameamka mapema. Tulikuwa na shida nyingi, walaza chini. Kweli Daudi hasemi hapa kwamba Mungu anatufanya tulale huko kwenye malisho ya kijani kibichi, hata kama sisi, unajua, tunataka kuamka na kukimbia, tunahitaji glasi nyingine ya maji. Anachomaanisha ni kwamba Mungu anafanya iwezekane kwetu kulala chini. Sasa nimejifunza kutoka kwa maandiko ya wachungaji wawili wenye uzoefu kwamba kondoo hukataa kulala chini mpaka mambo kadhaa yashughulikiwe. Kwanza, kondoo hawatalala chini ikiwa wana njaa. Wanasimama kwa miguu yao, wanatafuta chakula, wanatafuta chakula. Kwa kweli ndiyo maana Daudi anasisitiza hapa kwamba amelala wapi? Kwenye malisho ya kijani kibichi, yaani yenye rutuba, yanayoridhisha. Daudi anasema, naweza kulala chini kwa sababu nafsi yangu, njaa ya moyo wangu imeridhika. Pili, kondoo hawatalala chini ikiwa wanaogopa. Wanaogopa sana. Wakisikia kilio cha mbwa mwitu kwa mbali au mbwa akibweka, hata mlango wa gari ukifungwa kwa nguvu, watabaki wamesimama. Wako tayari kufanya kitu pekee wanachoweza kufanya ili kutoroka, nacho ni kukimbia. Nimesoma kwamba mara tu kondoo wanapomwona mchungaji wao, wanatulia na hata wanalala chini. Pengine ndiyo sababu tunahimizwa leo kuweka macho yetu kwa Yesu, mwanzilishi, mkamilishaji wa imani yetu, Waibrania 12 mstari wa 2. Vema. Tatu, kondoo hawatalala chini ikiwa wana kiu. Na Daudi anaongeza mwishoni mwa mstari wa 2 hapa, ananiongoza kando ya maji ya utulivu. Tazama, kondoo hawatakunywa kutoka kwa maji yanayotiririka. Hawatakunywa kutoka kwa maji yanayotembea kwa kasi. Wanajua hatari. Ikiwa wataanguka au kusukumwa ndani ya maji, manyoya yao mazito yanaweza kunyonya maji na kwa kweli kuwavuta chini, kuwazamisha. Kwa hivyo ikiwa mchungaji hakuwaongozi kwenye maji tulivu na safi, basi watakunywa kutoka kwa maji machafu, madimbwi madogo ya maji yenye matope, na wanaweza kuugua. Kwa hivyo mambo haya matatu yanashughulikiwa na mchungaji mzuri. Hawaogopi, hawana njaa, hawana kiu. Sasa hapa katika mstari wa 3, Daudi anaandika, anarudisha nafsi yangu. Sasa tena kifungu hiki kinahitaji kueleweka kwa mtazamo wa istilahi za uchungaji. Daudi anarejelea ukweli kwamba wakati mwingine amekuwa kile kinachoitwa kondoo aliyeanguka. Hilo ni neno kwa kondoo ambao wamegeuka na kulala chali, na kwa sababu ya manyoya yao mazito hawawezi kujigeuza tena na kusimama kwa miguu yao. Kwa kweli kondoo, nimejifunza, ni kama wadudu. Baadhi ya wadudu hawawezi kujigeuza tena ikiwa wamelala chali. Wanahitaji kurejeshwa. Lazima wageuzwe tena na kusimamishwa kwa miguu yao, na hilo linahitaji kufanyika haraka. Kondoo waliolala chali ni mawindo rahisi kwa wanyama wa porini, na ikiwa ni siku ya joto wanaweza kufa ndani ya masaa machache tu. Kuna suluhisho moja tu, nalo ni mchungaji makini na mwenye kujali ambaye yuko kazini. Tazama, Daudi anatoa ushuhuda wake hapa. Anasema, najua jinsi ilivyokuwa kondoo aliyelala chali, nikiwa nimeanguka kiroho.
Ninajua jinsi ilivyo kuhitaji kuokolewa na mchungaji wangu ambaye anahitaji kunisimamisha tena kwa miguu yangu. Ninajua hatari zilizoko huko nje. Ninajua wanyama wanaowinda roho yangu. Ninahitaji mchungaji mzuri. Sasa katika kifungu inachofuata katika mstari wa 3, Daudi anaandika, ananiongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Neno kwa njia hapa linaelezea nyayo za gari kwenye barabara. Mchungaji wetu anatuelekeza kwenye nyayo za haki. Kwa maneno mengine, hii ndiyo njia sahihi. Tatizo na kondoo ni kwamba watafuatana bila kufikiri, wakati mwingine kabisa katika mwelekeo usio sahihi. Hata kama inaweza kuwa hatari sana, kondoo watafuata mkia wa kondoo aliye mbele yao. Kwa kweli, tunapata msemo wetu wa kufuata mtu kutoka kwa kondoo. Mara nyingi tunafuata watu kwa karibu sana vile vile. Lakini Daudi anasema unaweza daima kutambua njia ambayo Bwana anakuelekeza, kwa sababu itakuwa na alama za nyayo za gari utakazokuwa unafuata: za haki, kilicho sahihi, uadilifu, ukweli, usafi, kuridhika, uaminifu, na orodha inaweza kuendelea. Unajua Daudi anafanya nini hapa? Anapoanza Zaburi hii anajivunia mchungaji wake wa ajabu. Fikiria kuhusu hilo. Na maanisha, si hiyo ndiyo dhamira yako maishani kama Mkristo? Je, hatupaswi kufanya jambo hilo hilo? Tunafanya nini kwa dunia yetu? Tunaiambia dunia yetu inayotangatanga, iliyochanganyikiwa, yenye njaa, kiu na mahitaji kuhusu mchungaji ambaye kweli anafaa ufuatwa. Kwa kweli unaiambia dunia yako, hei, nataka ujue nyasi kweli ni za kijani zaidi hapa nilipo. Kwa nini usije hapa na kujiunga nami katika kumfuata Bwana? Yeye ndiye mchungaji mwema. Kwa kweli yeye ndiye mchungaji bora zaidi milele. Sawa, tutalazimika kusimama hapo mpaka safari yetu ya hekima ijayo. Wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.